Nimepita katika wilaya hizi zote, nimezindua jumla miradi 7, miradi yenye thamani ya bilioni 1,853,90,563. Lakini nimepitia vikundi mbalimbali, vikundi vya vijana, vikundi vya wanawake, vikundi vya watu wenye ulemavu. Nimetoa mikopo kwa niaba ya serikali jumla milioni 123 katika vikundi mbalimbali, na hapa leo umeona tumempatia mama yetu mkopo pia wa kwake binafsi kwa ajili ya kufanya biashara yake kama ambavyo ameeleza. Nashukuru Mama Samia kwa kuniwezesha kunipa hela hiyo, nashukuru sana. Lakini pia nilikabidhi kule Mpimbwe hundi ya thamani ya milioni 374 kwa ajili ya vikundi vya wanawake, vikundi vya watu wenye ulemavu. Nimepata huo mkopo, umenisaidia sana, na mpaka sasa hivi umesaidia watu kama 43 ambao tunafanya shughuli kwenye huo mkopo. Kwa nashukuru sana. Namshukuru sana Mama Samia kwa kutuwezesha watu wenye mahitaji maalum. Lakini pia vikundi vya vijana. Mkopo wa kwanza ndio huo ambao tumepata milioni 50. Mtaji wenu sasa ni shilingi ngapi? Mpaka sasa hivi tunakaribia milioni 80. Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana, tunakushukuru sana sisi vijana. Tunachokuomba uendelee kuchapa kazi, uwe chachu ya kuamsha vijana waliolala. Mwambie na Mama Samia aendelee kuwa imara, mkakamavu. Sisi vijana tuko naye bega kwa bega. Mheshimiwa Waziri, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mama Samia, Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ametuletea fedha kwa ajili ya ujenzi wa hili bweni. Tunamshukuru sana. Na hiki ndicho ambacho Mheshimiwa Rais alikuwa akisisitiza, kwamba fedha zinapokuja zikafanye majukumu ambayo fedha hiyo imepelekwa kwenda kuyafanya. Kwa hiyo uwezo wenu wa kutenga fedha, mkaziandaa, mkazisimamia na mkazileta zikafanya kazi inayoonekana, inayoenda kutatua changamoto, ni jambo linalostahili kupewa pongezi kubwa sana, kwa sababu mmeonyesha nidhamu, lakini mmeonyesha na nyie pia mmeelewa maono ya Mheshimiwa Rais, hasa katika usimamizi wa mapato na matumizi ambayo ni sahihi ya fedha za serikali. Naomba niwapongeze sana halmashauri kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Lakini nichukue nafasi pia kuwapongeza sana wazazi. Ushiriki wenu katika kuhakikisha tunaendelea kuboresha miundombinu ambayo inatumika hasa katika mashule. Kwa pamoja, changamoto iliyoko hapa ni swala la maji. Hivi ninavyozungumza, Mheshimiwa Rais alishaelekeza na tayari kuna shilingi bilioni 4.9 la kuja kujenga chujio hapa ili muweze kupata maji kwa urahisi. Leo nimekuja hapa na kazi mojawapo kubwa nimeifanya ni kuweka jiwe la msingi kwenye zahanati ambayo tumeijenga kwa ajili ya kitongoji chetu cha Manyoni. Na zahanati sio tu zahanati ya kawaida, lakini zahanati ambayo pia inaweza kuhudumia mama zetu wajawazito na wale pia ambao wanajifungua, lakini pia inaweza kuhudumia watoto wachanga. Kwanza tumshukuru Mama Samia kwa kutujengea zahanati. Kwa kina mama tulikuwa tunahangaika sana kipindi tukiwa wajawazito na hata tukiwa na watoto wetu wagonjwa. Kwa kweli ningekuwa na mimba ningekuwa wa kwanza kwenda kujifungulia hapo zahanati. Nashukuru kupata zahanati kitongoji cha Manyoni. Takribani huwa tunatembea kilomita zaidi 50 kufika kituo cha afya Mwese. Tunashukuru kwa juhudi ambazo serikali imekuwa ikituwezesha. Kwa binafsi nipende sana kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona vijana. Ametuona sana sisi vijana. Bila yeye sidhani hata kama tungefika hapo.